Mahakama kupitia Jaji Mkuu Martha Koome azungumza kuhusu uvumi unaoenezwa mtandaoni kuhusu kumwonya Gachagua kuhusu tafsiri ya kisheria katika kesi ya uondoaji madarakani. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Kumbuka kusubscribe. Mahakama ya Kenya imekanusha vikali taarifa zinazodai kuwa ilimwonya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua dhidi ya kutoa tafsiri potofu ya sheria katika muktadha wa kesi yake ya kutaka kufutilia mbali hatua ya kuondolewa madarakani. Taarifa hiyo iliyosambazwa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii ilidai kuwa Gachagua alikuwa akiwasilisha hoja zisizo sahihi haswa kisheria ili kuepuka hukumu, madai ambayo sasa yamekanushwa na idara ya mahakama kama ya kupotosha umma. Taarifa hiyo ya kugushi ilionekana kwenye majukwaa ya X ambayo zamani ilikuwa inajulikana kama Twitter na Facebook. Ilieleza kuwa Gachagua hangeweza kubatilisha uamuzi wa bunge la Seneti hata kwa kuwasilisha ombi mahakamani. Kipande cha picha kilichosambaa mitandaoni kilionekana kuhusisha jina la Jaji Mkuu Martha Koome kikidai kuwa Gachagua alidai ameondolewa madarakani kabisa na hakuna hatua yoyote ya kisheria inayoweza kubadilisha hali hiyo. Madai hayo pia yalihusisha onyo kwamba juhudi za Gachagua za kutafsiri sheria kwa manufaa yake binafsi zinaweza kumfikisha gerezani, madai ambayo mahakama imesema hayana msingi wowote wa kisheria wala ukweli. Hata hivyo, hatua ya mahakama kutoa ufafanuzi rasmi iliyochochewa na wasiwasi ulioibuliwa na baadhi ya wananchi waliotaka Jaji Mkuu kutoa msimamo wake kuhusu swala hilo, hasa baada ya taarifa hizo za uongo kuchanganya mitazamo ya wananchi kuhusu mwenendo wa kesi hiyo nyeti. Na katika hali ya kuvutia ufafanuzi huo umetolewa siku moja tu baada ya Jaji Mkuu Koome kuteua jopo moja la majaji watatu kusikiliza kesi za Gachagua dhidi ya bunge la kitaifa na Seneti. Majaji hao walioteuliwa ni pamoja na Eric Ogolla, Anthony Mrima na Freda Mogambi waliokuwa awali wameteuliwa na Jaji Mkuu Philomena Mwilu, uteuzi ambao ulitupiliwa mbali na mahakama ya rufaa kwa kile kilichoelezwa kuwa ulikosa uhalali wa kikatiba. Kwa mujibu wa uamuzi wa mahakama ya rufaa, mamlaka ya kuunda jopo la majaji wa kusikiliza kesi ya uzito kama hiyo iko mikononi mwa Jaji Mkuu pekee, hatua iliyomfanya Koome kuthibitisha tena majina ya majaji hao watatu kwa mujibu wa mwongozo wa kikatiba. Kwa sasa kesi ya Gachagua inasubiri kusikizwa na kuamuliwa na jopo hilo, huku jamii ya Wakenya ikiendelea kufuatilia kwa karibu mwelekeo wa mzozo huu wa kikatiba. Mahakama imewahimiza wananchi kuwa makini na taarifa za mitandao na kuthibitisha chanzo cha habari ili kuepuka upotoshaji, hasa katika masuala yanayohusu haki na utawala wa sheria.